Hilo ni eneo la msingi sana ambalo unatakiwa kulizingatia kuhusu habari ya moyo, Sasa Biblia inasema ya kwamba palipo na hazina ya mtu ndipo na moyo wa mtu utakapokuwa. Maana yake matumizi ya mtu yanapoenda mahali fulani, na moyo wa mtu unaenda kwenye hilo eneo. Matumizi ya kifedha yakienda kwa waganga na kwa wachawi, maana yake moyo wa mtu unaenda kwa waganga na kwa wachawi. Matumizi ya fedha yakienda kwenye mambo ya ulevi, moyo wa huyo mtu umeenda kwenye madhabahu, inaitwa ulevi. Matumizi ya huyo mtu yakienda kwenye madhabahu ya uzinzi, moyo wa huyo mtu umeenda kwenye madhabahu inaitwa uzinzi. Matumizi ya huyo mtu yakienda kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, Mungu anapokea moyo wa mtu. Unaposogeza matumizi yako ya fedha ama hazina zako ama sadaka yako kwenye madhabahu, Mungu anaanza kwanza kuangalia moyo kabla ya kuangalia kiasi ambacho umekitoa kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake matumizi yanapoenda mahali popote, ni moyo unaenda kwenye hilo eneo. Unapotoa fedha yako wewe inaenda kwa mtu fulani, ni moyo wako umetoka kwako umeenda kwa yule mtu. Na ndio maana kama wewe ni mzazi, ukiwa una tabia ya kumpatia mwanao fedha, kama wago anampatia mwanao fedha, siku mwanao akianza kuto kukuheshimu, utaanza kuona moyo unaanza kuumia, moyo unaanza kujeruhika. Kinachosababisha moyo ukuume ni kwa sababu fedha zako waga zinaenda kwa yule mtoto na moyo wako waga unaenda kwake. Kwa hiyo akianza kukosa heshima na wewe, kuna namna moyo wako utaanza kuumia, kuna namna moyo wako utaanza kuwa na hasira, kwa sababu palipo na hazina ya mtu ndipo na moyo wa mtu ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kuna watu ambao matumizi yao ya fedha yameenda kwenye mazingira fulani, kwa hivyo maisha yao yameenda kwenye hayo mazingira. Moyo ni maisha pia, maisha yao yameenda kwenye hayo mazingira. Ikiwa vizazi vilivyopita ama vizazi vilivyotangulia kwenye ukoo uliotokea, ikiwa vizazi vyako ama vizazi vyenu vilihifadhi fedha ama viliwekeza fedha kwenye madhabahu za uganga na uchawi, maana yake moyo wa huo familia au moyo wa huo ukoo uliingia kwenye madhabahu za uganga na uchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ikiwa vizazi vilivyopita, mabibi na mababu waliwekeza fedha kwenye madhabahu za ulevi, maana yake moyo wa huo ukoo uliingia kwenye madhabahu za ulevi. Kwa hiyo watakaozaliwa kwenye kizazi cha leo, wakizaliwa kwenye familia ambayo wazee waliopita kwenye hiyo familia walizoea kuwekeza fedha kwenye madhabahu za uganga na uchawi, akizaliwa mtoto leo, huyo mtoto akishika fedha itaanza kumlazimisha na kumshinikiza kwamba kwenye familia uliozaliwa na kwenye ukoo uliotokea wamezoea kutumia fedha ama wamezoea kuwekeza fedha kwenye madhabahu za uganga na madhabahu za uchawi. Kwa nakuta mtoto alizaliwa na hajawahi kuwa na mpango wa kuja kuabudu, kusujudia madhabahu za uganga na uchawi, lakini kwa sababu kazaliwa kwenye familia, amezaliwa kwenye ukoo ambao walizoea kuwekeza fedha zao, walizoea kuwekeza mali zao kwenye madhabahu za uganga na uchawi, zile madhabahu zinampokea, zile madhabahu zinamkaribisha. Ile tu yule mtoto kazaliwa, fedha inaanza kumfundisha huyo mtoto ya kwamba mimi nimezoea kutumiwa kwa namna hii, na aende kwenye madhabahu za uganga, aende kwenye madhabahu za uchawi. Kwa ile tu kazaliwa kwenye huo ukoo, fedha inaanza kumwambia ya kwamba kwenye ukoo uliozaliwa fedha inatumiwa kwa namna hii, inatumiwa kwa mazingira haya. Unakuta kwenye huo ukoo vinainuliwa vizazi vya watu ambao wanapenda kuabudu madhabahu za uganga na uchawi. Vinainuliwa vizazi ambavyo havipendi ulevi, lakini ulevi ndiyo sehemu ya maisha yao. Vinainuliwa vizazi ambavyo havipendi mitala, lakini mitala ndiyo sehemu ya maisha yao. Vinainuliwa vizazi ambavyo havipendi kuto kusoma, lakini elimu inakaa mbali na wao. Vinainuliwa vizazi ambavyo havipendi maisha ya anasa, lakini maisha ya anasa inakuwa sehemu ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajiuliza swali, wamefundishwa na nani hawa? Hakuna aliyowafundisha. Nikiwa nafundisha madarasa ya familia na malezi, Bwana Yesu asifiwe sana, huwa ninawaambia akina mama na akina baba kitu kimoja, namna nzuri ya kumlea mwanao katika njia inayofaa. Jambo la kwanza, mzazi, matumizi yako ya fedha yawe yamenyooka, yawe yana utukufu mbele za Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, jifunze kumpa hiyo fedha mwanao. Ukiwa na matumizi ya fedha yaliyonyooka na hiyo fedha yako na kawaida ya kuiombea,
Mwanao unaweza ukawa umfundishi kwa maneno mengi. Fedha ni roho. Anayeishika fedha, fedha inamzungumzisha aliyeishika sawasawa na kule ilikotokea. Kama imetokea kwa mtu ambaye anaishi maisha ya mitala, hiyo fedha ikija kwako inakufundisha kukaa kwenye mitala. Kama imetokea kwa mtu ambaye amezoea madhabahu za ulevi, ikija kwako inakufundisha kunywa pombe. Unataka utaki, inakufundisha kulewa. Kama imetokea kwa mtu ambaye amezoea kukimbilia kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, ulikuwa unampenda Mungu, haumpendi Mungu, fedha itakulazimisha uende kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Ndio maana wanawaambia watu wachache ya kwamba sisi wengine tunamtumikia Mungu leo, lakini kama sio wazazi wetu walikuwa wanawekeza fedha kwenye madhabahu, tusingekuwa tunamtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Binafsi nimejaribu kumkimbia Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimetumia nguvu nyingi sana kumkimbia Mungu, lakini ilishindikana. Mpaka baada ya Mungu, sasa nimeamua kujitoa kuwa wako mpaka nitakapokufa nitumie vile unavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nimejaribu kumkimbia Mungu. Nilikuwa najua kila kitu. Sasa mama yangu ndiye aliyeniingiza kwenye haya matatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama yangu amezaliwa kwenye familia ya Roman Catholic. Amezaliwa kwenye ile familia, alikuwa na mpango wa kuja kuwa sister. Na kwenye familia aliyotokea, asilimia zaidi ya 90 na kuendelea ni masista na mapadre. Bwana Yesu asifiwe sana. Amezaliwa kwenye hiyo familia. Dada yangu tu amekalelewa na mama yangu wa kwanza kabisa, yeye ni sister wa Roman. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa mama akiwa yupo huko, sijui kwenye semina zao Tosamaganga huko akiwa anasoma, alipoenda huko sijui alifundishwa vitu gani, akaandika kwenye daftari lake moja la somo la siasa. Wakati mimi nasoma, nimetumia madaftari ya mama yangu kusomea shule ya msingi na sekondari. Form 1 mpaka form 4 nimetumia madaftari yake, yalikuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama ya kwako yapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nikiwa nasoma daftari lake la siasa, siku moja nafungua nakuta kuna mahali kaandika ya kwamba kama mimi nisipokuja kuwa mtumishi wa Mungu, nisipokuja kuwa sister, basi mtoto wangu wa kwanza aje kuwa mtumishi wa Mungu. Hayo maneno niliyaona muda mrefu sana, lakini nikajaribu kuyakimbia kwa gharama zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikashindikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mama aliniambia kabisa, maisha yako wewe mimi nimeacha kwa Mungu aliye hai, na Mungu ndiye atakaye kulea. Ukija kukaa mbali na Mungu aliye hai, mimi sadaka zangu zitakuadhibu vibaya mno. Aliniambia maneno wazi kabisa. Kwa hiyo nimeishi maisha ya kukaa mbali na wazazi kwa muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sikuwa najua ni kitu gani ambacho kinanilazimisha kumtafuta Mungu, kinanilazimisha kukaa kwa Mungu aliye hai. Mpaka nilipokuja kujua ya kwamba matumizi mazuri ya fedha na utoaji wa sadaka na vile jinsi ambavyo wazazi waliwekeza kwenye matumizi ya fedha ndiyo yaliyokuwa yananitafuta kila ninakoenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa namna nzuri ya kumlea mtoto, unaweza ukawa na mtoto leo akai nyumbani, anasoma hapa anaenda kule. Sisi wengine tumesoma, kila unapofaulu unapangiwa mkoa mwingine, kwa hiyo nyumbani haukai kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule ulipo, kinachokulea ni maisha ya wazazi wako, mahusiano walionayo wao na Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama unazania maisha yako wewe hayaingii kwenye vizazi vyako, unatengeneza matatizo kwenye uzao wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa mimi naweza nikasimama kabisa mbele za watu nikawaambia watu ya kwamba vile jinsi nilivyo na miaka iliyopita nilipoamua kumtumikia Mungu moja kwa moja, sio kwa kuamua kwangu moja kwa moja, ni kwa sababu ya maisha ambayo wazazi waliamua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Matumizi mazuri ya fedha. Ilikuwa ikitumwa ile fedha inakushinikiza kutoa sadaka, inakushinikiza kumtafuta Mungu, inakushinikiza kuomba, inakushinikiza kunena kwa lugha, inakushinikiza kusifu na kuabudu. Yaani fedha inakuja, wewe unaiona kama 10,000 ya kawaida, lakini kumbe ile fedha ni moto wa Roho Mtakatifu. Unaikamata hela, ile hela inakuvaa kama moto wa Mungu aliye hai. Unaishika hela, kumbe ile fedha ni kusifu na kuabudu. Unaishika ile fedha, kumbe ile fedha ni neno la Mungu aliye hai. Lakini sijui wewe fedha yako ni kitu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sijui mwanao akishika fedha ameshika nini. Akishika fedha ambayo unampatia ameshika kitu gani? Ameshika maisha ya namna gani? Fedha ni roho, fedha ni maisha. Sababu kwenye fedha kuna hazina. Palipo na hazina ya mtu ndipo na moyo wa mtu ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha ya watu wengi leo yanaamliwa
na matumizi ya fedha wanayofanya wao na yaliyofanywa na wazazi wao na vizazi vilivyopita. Na wengine hata mpaka wa kiuchumi leo umetengenezwa kwao kwa sababu ya matumizi ya fedha mabaya yaliyofanywa na vizazi vilivyopita. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kuna kijana mmoja nilikuwa ninaomba naye. Ile kijana akaniambia wazi kabisa, akasema, mimi sipendi maisha ya ulevi. Yameajiliwa kwenye kampuni fulani hivi jirani na mahali ambako nilikuwa nafanya kazi. Akaniambia, mimi sipendi kabisa kunywa pombe kabisa, na sio sehemu ya maisha yangu. Lakini kati ya mtu ambaye anakunywa pombe kwenye ofisi yetu anayeongoza ni mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akasema afanyaje? Hapendi. Naweza, kwa nini haupendi na unakunywa? Akaniambia, baba yangu alikuwa mlevi sana, na baba yangu alikuwa na kawaida ya kinywa pombe anampiga mama sana. Asipokunywa pombe ni mtu mzuri kabisa, familia inakuwa familia ya amani, haina shida. Lakini akinywa pombe kuna tatizo, lazima litokee hiyo siku nyumbani, lazima. Akasema aliishi tangia akiwa mdogo anachukia maisha ya ulevi, anayachukia sana maisha ya ulevi. Nikamwambia, sasa kama ulikuwa unachukia maisha ya ulevi, na kwaje leo unakunywa pombe? Akasema, hata sielewi. Nilipoajiliwa tu mara yangu ya kwanza nimeajiliwa, fedha yangu yote iliishia kwenye ulevi. Na hapo ndiko nilipoajiliwa tu, hapo ndiko ambako nilianza kuyajua maeneo ya kunywa pombe. Kabla ya kuajiliwa nilikuwa sijui maeneo ambayo watu wanakunywa pombe, maeneo ya starehe nilikuwa siyafahamu kabisa. Lakini nilipoajiliwa tu, maeneo ya starehe za pombe, ulevi, hapo maisha yangu yalianzia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unaweza kujiuliza swali, kwa nini? Kwa nini anaajiliwa tu afu maisha hayo yanaanzia hapo? Matumizi ya fedha ya baba yake, matumizi ya fedha ya baba yake ndiyo yaliyomwamlia yeye kwanza kuishi maisha ya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Fedha ilikuwa imekatwa mahali fulani, inamwangalia. Sasa tunakusubiria uajiriwe, tukuoneshe jinsi ambavyo ukoo wako uliotokea waga wanatumia fedha. Inamwangalia kwa mbali, inamsubiria, ikamvutia kasi, kamaliza chuo kama muda fulani akaja akapata ajira, akasema ngoja tukuoneshe sasa namna ambavyo ukoo uliotokea inabidi utumie fedha. Bwana asifiwe sana. Alipopata mshahara wa kwanza, ile fedha ikaanza kumnongoneza, na fedha ndio inamuonesha kwamba umeona pale ndio watu waga wanakunywa pombe, umeona pale ndio watu waga wanalewa, pale ndio eneo la starehe. Siku zote ukiwa hauna hela, inawezekana ulikuwa unapita hilo eneo, hayo maeneo ya starehe haujawahi kuyaona kabisa. Lakini ile siku umeanza kuipata hiyo hela, ukipita hapo ndio kumbe pale kuna maeneo ya starehe, pale kuna maeneo ya anasa. Ulivyokuwa hauna hela, hayo maeneo ulikuwa hauyaoni. Maana hela ilikuwa inakusubiria ukija kupata nafasi ya kuimiliki, ikufundishe namna ambavyo unatakiwa kuweza kuitumia, namna ambavyo unatakiwa kuweza kuisimamia. Kwa hiyo akaishi maisha namna hiyo. Mekako ni ajira miaka 2, hakuna maendeleo aliyoyafanya, hakuna la maana ambalo kalifanya. Na kibaya, familia aliyotokea inamwangalia, ndio mzaliwa wa kwanza kwenye familia aliyotokea. Wazazi kule nyumbani kama ndio hasira basi zinawaka ndani yao. Mtoto wetu umepata ajira, kwa nini hausaidii familia? Lakini wazazi ndio mliozengua. Huyu mtoto leo anaishi maisha ambayo sio yake, hakuyataka. Yametokea wapi? Wazazi wazuri kunyoshea vidole watoto wao, lakini unashindwa kujua ya kwamba unanyoshea vidole mwanao, lakini hujui matatizo ulianzisha mwenyewe. Mwambie ndani yako ushindwe kwa jina la Yesu. Mwambie tena ushindwe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazuri kabisa kunyoshea vidole watoto wao. Haufanyi hivi kwa ajili ya familia, haufanyi hivi na hivi na vile. Mwanao yuko mbali na wewe, haujui maisha anayoishi, haujui vile anatumia fedha. Unakazana kumtumia SMS ya kwamba kwa nini unalewa, hausaidii familia, hausaidii wadogo zako. Yupo kwenye maisha yasiyokuwa ya kwake, anajaribu kutafuta msaada, anawezaje kutoka. Hana elimu ya kwamba matumizi ya fedha anayofanya leo ni matumizi ya fedha ambayo yalianzishwa na wazee waliomtangulia kwenye vizazi vya kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bakia kumnyoshea vidole mtoto. Niwe kusema hapa kitu kimoja, nasema tatizo likitokea mahali popote,
usiwe mwepesi wa kumnyoshea mtu yoyote kidole kabla haujajifanyia tathmini wewe kwanza, kabla haujajichunguza wewe kwanza kama unahusika kwenye hilo tatizo ama hauhusiki. Kama hauhusiki ndio tafuta chanzo cha hilo tatizo ni nini, lakini kama wewe unahusika, hakikisha unavunja kila agano ambalo limesababisha wewe ukahusika, alafu na hilo tatizo likapatilizwa likaingia mpaka kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Elia yeye alikataa. Ahabu akamwambia, wewe mtaabishaji ulikuwa wapi? Akasema, si mimi niliyowataabisha ninyi, lakini ni nyie wenyewe mliojitaabisha kwa kumwacha Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, alafu matumizi yenu ya fedha mkaanza kuyapeleka kwenye madhabahu za miungu ya Dagoni. Miungu ya Dagoni ndiyo iliyokuwa inamiliki hazina zenu, lakini Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo akawa hamiliki kabisa hazina zenu. Ili muweze kutoka kwenye huo ukame mnaouona leo, lazima muweze kujinasua, muweze kunasua hazina zenu zilizohifadhiwa kwenye madhabahu za Dagoni, mzirudishe kwa Mungu wa Ibrahimu, kwa Mungu wa Isaka na kwa Mungu wa Yakobo. Hebu sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Ninasimama jioni ya leo, kila matumizi mabaya ya fedha yaliyofanywa kwenye miungu ya giza, miungu ya Dagoni, miungu ya Baali, miungu ya Ashera, miungu yote ya giza, miungu ya Wakaanani, miungu ya Wabena, miungu ya Wahee,